Mimi kwa majina naitwa Mariamu Isaka, ni mwenyeji wa barabara hii Makongoro. Yaani kwa siku ya leo ilikuwa kama saa 5 hivi za usiku. Nikawa nalaza mtoto maana naumwa huyu niliyembeba mgongoni. Lakini nilisikia kitu kinafanya kakuu. Sasa ile sikuweza kujua ni nini. Baadaye upepo mkali ukawa umekutoka ya madirishani. Sasa nikabaki kujiuliza nyumba ya aina gani, kama tofauti na kimbunga. Basi kwa kweli nikasikia kuumia, watoto wote wakakimbia kitandani wakaja kunikumbatia. Kwa majina naitwa Baisa Januari. Bana, mimi na changamoto yangu ni moja kutoka hili janga leo tukuta leo, ndugu zangu wa Makongoro, nishote kwa watu wa Msoma wote. Mimi napokaa pale nyumbani kwangu kama pale unapoona bana, mabati yametoka, vitu vya ndani mpaka unga leo saga jamani, umeenda na maji. Muona kwa mimi naomba serikali yetu tu bana iangalie watu wake wa Msoma kwa hili janga leo patikana. Wajue tijana wanaweza kutusaidia. Mimi kwangu ndo hayo bana. Mama Samia popote ulipo tusikie mama, na mheshimiwa mbunge, mheshimiwa Matayo, popote ulipo tusikie janga letu hili, kilio chetu watu wa Makongoro. Asante ndugu mwandishi, kwa majina naitwa George Peter Misoke. Yaani kwa kweli ni maafa na majanga makubwa yaliyojitokeza katika siku ya jana usiku kwa wakazi wa Msoma. Mvua kubwa yenye upepo mkali imezua nyumba nyingi. Wananchi wa kawaida wana hali ngumu kwa sababu nyumba nyingi sana zimezuliwa, zikiwepo madarasa. Jengo la darasa lilikuwa limejengwa sheli, nguzo za umeme, miti mikubwa imezuliwa, taa za barabarani zile panel zimedondoka kwa wingi. Kwa hiyo yani hasara ni kubwa na maafa ni mengi ambaye hata kiwango chake hakijajulikana kwamba ni hasara ni kiasi gani. Wito wangu kwa kweli kwa serikali waangalie namna yote ya kusaidia majanga hapa. Ni maafa yamewakumba wananchi wa kawaida. Kwa hiyo waangalie namna gani ya kuwafidia angalau wale wasiokuwa na chochote wapate namna yote waweza kupata usaidizi ili waweze kurudisha kile kilichotoka, kwa sababu hakuna mtu yote aliyejiandaa kwa hili hapa. Ni kitu kimejitokeza na saizi wana hali ngumu, hana mtu, hana pa kulala, hana pa kuishi, maduka, vitu kama hivi hapa. Hata mkandarasi ile jengo ile pale kwa kweli kama alikuwa hajalipwa ni hasara kubwa mno. Kwa sasa yeye anaitoa hela hapa. Mimi naitwa Lucas Kuhenga Makwaia, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kitashii ambao umeathirika kweli. Ndio hivi tuko kama kwenye msiba tu. Mimi nauita msiba huu kwa sababu ni jambo ambalo halijawahi kutokea katika mtaa wetu. Bila watu walionusurika, lakini waliozurika kabisa sijapata taarifa ya mtu yeyote, pamoja na kutembelea kila nyumba za wapa pole wana Msoma wenzangu, wafanya biashara, wananchi na jamii nzima kiujumla. Tukio hili ni kubwa. Majanga haya yaliyotokea, madhara yake vyombo vya usalama pamoja na wataalamu wanaendelea kufanya tathmini kuona ukubwa na upana wa madhara. Lakini asilimia kubwa tumeshuhudia taasisi za serikali, maeneo ya kibiashara, lakini na makazi ya watu yameathirika. Na nimepata taarifa kwamba wapo wenzetu ambao pia wamekutwa na janga hili na wako katika kituo cha afya cha Nyasho. Lakini kubwa nitumie fursa hii kuwapa pole wananchi wote wa Msoma kwa haya majanga, na tahadhari za awali tumeanza kuzichukua. Moja, katika kuhakikisha kwamba upande wa umeme tumetoa maelekezo kwa wenzetu kwamba umeme usirudi mpaka pale ambapo tathmini itakapofanyika, na kuhakikisha kwamba madhara, maana umeme ukiwepo kwa hii miundombinu ambayo wote tumekuwa mashuhuda hapa,
maana yake ukiwepo madhara huenda yakawa makubwa zaidi. Lakini la pili, ni waombe wanamsoma wote kuwa watulivu, kwa sababu serikali tunaendelea kuhakikisha kwamba jambo hili tunaendelea kulisimamia kwa ukaribu na kurudisha usalama na kusimamia amani ambayo tuliyokuwa nayo. Lakini nitoe rai kwa wale wote ambao wanatumia changamoto hii kama fursa kwao. Nimeshuhudia pale mapema wakati nafika, nimeona kuna watu wanatumia hii nafasi kama fursa kwao. Wengine wanaiba mabati, wanaiba mbao na miundombinu nyingine. Nitoe rai kwao kwamba hili ni janga, tunatakiwa tuungane, tushikamane katika hali kama hii. Lakini wale wanaotumia hii nafasi kwa kama fursa ya wizi wa mali yoyote, niwaambie kwamba tutawakamata, lakini waache mara moja, kwa sababu muda kama huu tunahitaji kuungana zaidi, tushikamane zaidi na kusaidiana zaidi, kuliko kutumia nafasi hii kama sehemu ya fursa ya kuendelea kufanya uharibifu. Kwa hiyo yoyote yule ambaye anatumia hii nafasi ajue kabisa huyo tutashughulika naye, kwa sababu kipindi kama hiki Musoma tunahitaji kuwa kitu kimoja. Lakini wapo watu ambao badala ya kutoa msaada kwa wananchi, wenyewe jukumu lao tu imechukua, wako na simu, wanarekodi kupeleka kwenye mitandao ya kijamii. Hii haisaidii. Sasa hivi tunahitaji kutoa msaada zaidi kuliko kuanza kutoa taarifa zaidi. Kwa hiyo wanaotoa taarifa wapo watu wenye majukumu yao, lakini yuko mtu badala ya kutoa msaada, yeye msaada anaotoa ni kupasha tu habari. Kwa hiyo nitoe rai, hilo jambo tuliache na tuachie watu ambao kazi yao kutoa taarifa. Sisi wananchi jukumu letu ni kusaidiana, kama ambavyo mila, desturi na tamaduni zetu kama Watanzania ni kushikamana na kusaidiana zaidi kuliko kutengana. Kwa hiyo mimi nitoe rai na nitoe wito kwa wananchi wote wa Musoma, tuwe watulivu. Serikali pamoja kwa kushirikiana na wananchi tunaendelea kuhakikisha kwamba hali itarudi katika nafasi yake kama ambavyo ilivyokuwa hapo awali. Lakini kikubwa, taarifa za awali, madhara kwa binadamu sio makubwa. Ni watu wachache tu ambao walipata hayo madhara. Mpaka sasa hivi hatujapata taarifa aidha kama kuna mtu amepoteza maisha, hiyo taarifa haipo. Kwa hiyo mimi nitoe rai na niwaombe wananchi wote wa Musoma tushikamane, tushirikiane, tuwe kitu kimoja katika kuhakikisha kwamba hali hii tunaendelea kuisimamia na kuhakikisha kwamba kila kitu kinarudi katika nafasi na ubora wake. Lakini kubwa, tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kila jambo linatokea kwa mamlaka yake, kwa mapenzi yake na kwa nafasi yake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, na hili tumelipokea kama wananchi wa Musoma. Tutashirikiana, tutashikamana kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa sawa, kwa sababu ndo tunaendelea na hili jambo, na madhara si tu hapa katikati ya mji na mpaka nje ya mji. Kwa hiyo tathmini ya kiujumla nitawapa, lakini kwa sasa hivi tunaendelea kutembea na kuhakikisha kwamba tunapata hizo taarifa rasmi. Kwa hiyo tawaomba kwamba zile rasmi tathmini nitawapa. Agustino Magere, Kaimu Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mara. Mnamo tarehe 23 majira ya saa 4:10 usiku mwezi wa 3 2025 tulipokea taarifa ya mvua nyingi iliyoweza kunyesha katika wilaya yetu ya Musoma. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kushirikiana na vikosi vingine na wananchi waliweza kwenda maeneo mbalimbali. Niseme tu kwamba mpaka saa hizi kama alivyozungumza Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Musoma, jitihada zinaendelea, lakini mimi kama mwenye dhamana upande wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, maeneo mengine ambayo tumeelekeza kwamba maeneo ambayo yameharibika miundombinu, haswa pale ambako nguzo za umeme zimeanguka, tutafunga barabara kwa muda. Lakini kuna maeneo mengine ambayo ni hatarishi, mfano kama kwenye kituo cha mafuta, pia tutafunga barabara katika maeneo hayo. Kwa hiyo niwatake wananchi kushirikiana na vyombo wakati wa zoezi hili, na mwisho itafanyika tathmini ya kila mmoja aliyeguswa na jambo hilo. Serikali kwa maana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na kamati yake watairatibisha na taarifa kamili ya serikali itatoka. Kwa wakati huu tunafanya visit site katika maeneo mbalimbali ambayo yamekumbwa na dhoruba hii. Lakini tunaambiwa pia uwanja wetu wa Musoma Kimbunga pia kimeperusha pale mabati
lakini tunayo maeneo mengine Nyakato na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi kama wajumbe na wasaidizi wake na kama vyombo kwa kushirikiana na wananchi bado tunafanya visit site ili tuweze kuhakiki kwamba hali ikoje. Na kama alivyozungumza, majeruhi ni mtu mmoja ambaye tayari alipelekwa hospitali na mmoja alikuwa yuko hospitali, lakini hali zao zinaendelea vizuri. Hatujapata taarifa nyingine yoyote kuhusu kifo. Kwa hiyo niwaombe wananchi tuzidi kushirikiana. Asante sana.